Kiongozi wa kanisa la Roman Catholic, Papa Francis amefariki dunia. Ni pigo kwa waumini wa dini ya Kikristo katika dhehebu la Roman Catholic, lakini pia ni pigo kwa makundi mbalimbali ya watu ambao alikuwa akiwapazia sauti. Kama Gaza, alikuwa akipaza sauti mpaka jana siku ya Pasaka. Siku moja kabla ya kifo chake alikuwa akiongea juu ya Israel kuacha kuipiga Gaza, umeona. Lakini pia Ukraine na wenyewe pia walikuwa wakitetewa sana, akiomba Mrusi aache kuendelea kupiga Ukraine. Lakini pia makundi mengine ya watu kama watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja amekuwa akiwatetea, umeona. Masikini, walemavu, watu mbalimbali amekuwa akiwatetea. Kwa hiyo ni pigo kubwa sana kwake. Huyu kama nilivyosema ni papa. Watu wanajiuliza papa ndo nini? Maana ya papa ni baba kwa Kigiriki, kwa Kilatini na kwa Kiitaliano unaita baba. Kwa hiyo ni Baba Francis, baba wa dhehebu la wa Roman Catholic, umeona. Hiki cheo chake nani alikianzisha? Hiki cheo chake kilianzishwa na wanadamu, umeona. Tofauti na wengi huwa wanafikiri kwamba hivi ni vyeo ambavyo labda Mungu alivitamka. Hapana. Mungu hajawahi kuongea kitu chochote, hajawahi kusikia sauti zaidi ya vitabu tu vinasema Mungu aliongea, lakini hamna aliyewahi kusikia sauti ya Mungu akathibitisha. Kwa hiyo na hata hivi vyeo pia ni vyeo ambavyo vinachaguliwa na wanadamu. Kwa hiyo ni cheo ambacho hakikuwepo katika kanisa linaanzishwa. Kanisa la Roman ni matokeo ya himaya ya Roman, ambayo himaya hii ya Roman ilikuwa ni himaya kubwa sana na iliacha mambo mengi sana ambayo yanatumika mpaka leo. Moja ya vitu ambavyo himaya ya Roman iliacha ni dini ya Kikristo. Ilianzishwa na himaya ya Roman karne ya 4 chini ya mfalme wa himaya hiyo zama hizo, alikuwa anaitwa Mfalme Constantine the Great. Na baada ya hapo, kwa hiyo dini ikaendelea na leo ndio dini yenye waumini wengi kuliko dini zote duniani, ikiwa na waumini bilioni 2.4. Nusu ya waumini hao wote wa Kikristo, nusu wanatoka katika dhehebu hili la Roman Catholic ambao ndio lilikuwa dhehebu la kwanza, unaona. Na kitu kingine walichokiacha, legacy nyingine ambayo himaya ya Roman iliacha ni kalenda. Kalenda kubwa ambayo inatumika maeneo mengi duniani inaitwa Gregorian calendar. Ilianzishwa na Papa Gregory miaka 1500. Huyo alikuwa ni papa wa Kikatoliki, na hiyo ndio kalenda tunayoitumia wote leo hii katika shughuli mbalimbali katika nchi nyingi. Na sisi wote tuliweza kusambaziwa kutokana na wakoloni. Nchi mbalimbali za Ulaya, yani himaya za Ulaya, zilikubalianaga kutumia kalenda hiyo, hasa nchi za Ulaya Magharibi zilizokuja kututawala. Kwa hiyo zikaja na ile kalenda na ndio wote tunaitumia, na ndio inaosema kwamba leo ni tarehe 21 mwezi wa 4. Umeona? Japo kuna wengine hawatumii hii kalenda ya Gregorian. Kuna wengine wanatumia kalenda zao, lakini sisi wengi duniani tunatumia. Hii yote ni legacy iliyoachwa na himaya ya Roman. Kwa ukiacha dini ya Kikristo, kalenda, lakini pia majina ya sayari kama Jupiter, sijui Pluto, sijui Venus, ni majina yaliyotungwa na himaya ya Roman. Na majina mengi ya hizi sayari ni miungu ya himaya ya Roman zamani. Yes, nimesema himaya ya Roman ilianzisha dini ya Kikristo, lakini kabla hawajaanzisha dini ya Kikristo walikuwa na dini zao ambazo zilikuwa zina miungu yao, na mmoja wa mungu wao mkubwa kabisa alikuwa anaitwa Jupiter. Na ndio maana sayari kubwa nafikiri kuliko zote inaitwa Jupiter, walipa jina la Jupiter, umeona. Na Jupiter pia waliwahi kumsimamisha akawa kama mungu wa Jerusalem. Walipoenda kuitawala, walipoenda kupatawala pale, waliwapiga Wayahudi wakawaondoa pale, kisha pale Jerusalem wakamsimamisha mungu Jupiter kuwa ndio mungu wa Jerusalem. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo waliyaacha. Hii himaya kupitia dini iliweza kuzidi kuwa kubwa, na baada ya hapo ikawa sasa ni ngumu kuiendesha. Kwa hiyo iligawanywa pande mbili, na ilipogawanywa pande mbili kukatoka himaya Romani ya Magharibi, makao yake makuu yakiwa Milan, Italy, na kukatoka na himaya Romani ya Mashariki au jina lingine ikawa inaitwa Byzantine, makao yake makuu yakawa ni pale Constantinople, leo panaitwa Istanbul, Uturuki. Kwa kuna himaya mbili zimegawanyika. Ile himaya ya Roma ni magharibi yenye makao makuu Milani, Italy, wakawa wanaongea Kilatini
hii himaya Roman ya Mashariki au Byzantine yenye makao makuu Istanbul au Constantinople, wakawa wanaongea lugha ya Kigiriki. Kwa hiyo kote kukawa kuna wafuasi, wakawa wakishirikiana, wakiongozwa kwa kushirikiana, kwa sababu ni himaya moja, wamegawanya tu majukumu. Lakini baadaye walikuja kuanza kutofautiana, hasa kwenye swala zima la dini, na kila mtu akawa na maoni yake, na hatimaye himaya Roman ya Mashariki ambayo ilikuwa inajiita Byzantine wakaanzisha dhehebu lao ambalo linaitwa Orthodox. Kwa hiyo Roman ya Magharibi ikawa dhehebu lake ndo Catholic, Roman ya Mashariki dhehebu lake likawa linaitwa Orthodox. Makao makuu ya dhehebu la Orthodox yakawa ni Constantinople pale Uturuki, au sasa hivi ule mji unaitwa Istanbul. Alafu makao makuu ya Roman Catholic yakawa ni Italy pale, umeona. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo moja ya vitu walivyokuja kubishana sana hawa kanisa na himaya kwa ujumla, kwa sababu dini ya Kikristo ikawa ndio dini inayosimama na himaya, umeona. Alafu hao madhehebu mawili yakawa sasa ndio madhehebu makubwa yanayosimama na zile himaya mbili. Kwa kuna vitu vingi wanashindwa kukubaliana, na moja ya kitu walichobishana sana ilikuwa ni cheo cha upapa. Kwa msiofahamu, hapo mwanzo kulikuwa hakuna cheo kinachoitwa papa katika kanisa Roman, wala katika kanisa, wala huko upande wa Roman ya pili sasa ambao inaitwa Orthodox, kulikuwa hakuna cheo kinachoitwa papa. Kuja tu kuanzishwa baadaye, unaona. Na kilipoanzishwa hawa Roman ndogo sasa hii ya Mashariki ambao ndo makao yake makuu yalikuwa yako Uturuki, wakakataa, wasema hapana. Kwa nini tuanzishe cheo kama hicho? Wao wakawa wanadai sisi tunataka viongozi wote wa ngazi ya juu ya kanisa sawa, ni maaskofu wote wawe sawa, na kukiwa kuna jambo liamuliwe na maaskofu wote kwa pamoja. Hivi ndivyo hao wa huku chini Mashariki wakawa wanataka, ambao wenye dhehebu la Orthodox. Wale kule ambao wakabaki kuwa na dhehebu la Catholic kule Italy, sasa wao wakawa wanasema hapana, sisi tunataka hiki cheo kipya cha upapa kiwepo, ambako huyu papa ndo atakuwa kiongozi wa Wakristo wote duniani. Yeye ndo atakuwa anamwakilisha Mungu hapa duniani kwa waumini wote. Kwa hiyo akisema yeye neno linakuwa ndo la mwisho, umeona. Lakini hawa huko wanasema hapana, kwa nini akisema yeye neno ndo liwe la mwisho? Inatakiwa kamati itema ndo neno liwe la mwisho. Kwa hiyo mabishano yakawa mengi na mgawanyiko ukaendelea, na ule mgawanyiko ndo uko mpaka leo. Ukienda pale Ulaya, upande wa Ulaya Magharibi wengi ni Roman Catholic, japo kuna wengine wana madhehebu yao mengine, lakini kwa zama hizo upande wa Ulaya Magharibi wengi Roman Catholic. Upande wa Ulaya Mashariki wengi ni dhehebu la Orthodox, kwa sababu himaya ya Roman ya kule Magharibi ikaja ikavunjika, ikabaki himaya ya Roman ya Mashariki hii yenye dhehebu la Orthodox yenye makao makuu ya Uturuki pale Constantinople. Kwa hiyo hii ilipobaki sasa ikaendelea, ilipokuja kuvunjika na hii Mrusi na himaya yao walikuja wakatangaza wao ndo Roman ya tatu. Kwa hiyo himaya ya Warusi wakachukua dhehebu la Orthodox wakaanza kutambaa nalo. Kwa hiyo wakaeneza kule Ulaya Mashariki. Kwa hiyo leo upande wa Mashariki Ulaya ni Orthodox Warusi na wengine, upande wa Magharibi Catholic. Kwa hiyo hata katika vita ya Ukraine pia udhehebu upo sana. Madhehebu ya Orthodox yaliyotapakaa Ukraine yanalaumiwa kumsaidia Mrusi. Kwa hiyo Zelensky anayafunga. Alafu na wa Ukraine ya Mashariki wengi wako dhehebu la Orthodox, wengi wanapenda Ukraine iwe chini ya Warusi isijiunge NATO. Wa Ukraine Magharibi wengi wako Catholic, wengi wanapenda Ukraine ikajiunge NATO kwa sababu wakakae kule na Wakatholiki wenzao. Kwa ule udhehebu umeendelea mpaka sasa hivi. Kuhusiana na Urusi, lini walikuwa Orthodox? Urusi walikuwa Orthodox kabla hata himaya yao haijaanzishwa. Toka enzi hizo Urusi walikuwa bado wameungana na wa Ukraine na wa Belarus, wote walikuwa wako chini ya himaya inaitwa Kievan Rus. Walikuwa wote ni ndugu. Ndio mfalme wao wa enzi hizo anaitwa Vladimir the Great ndo alioamua kuchukua hii dhehebu la Orthodox na liwe dhehebu la himaya yao.